Ofisi ilifanya kikao kazi na watekelezaji wa mradi wakiwemo wakandarasi, washauri na wasimamizi wa miradi hiyo ili kuhakikisha miradi inakamilika ndani ya muda wa nyongeza waliopatiwa na kuzingatia ubora na thamani ya fedha. Tumeweka mkakati wa kutenda kazi unaohusisha kama ifuatavyo: kuendelea kufuatilia matumizi ya fedha za serikali katika miradi ya maendeleo, lakini pia kuendelea kutoa elimu kwa wananchi na wadau kuhusu kuzuia rushwa kwenye miradi ya maendeleo, lakini tatu, kuendelea kufuatilia utekelezaji wa mapendekezo ya programu ya TAKUKURU Rafiki. Wito wetu ni nini sasa? TAKUKURU inatoa rai kwa wananchi wote kujiepusha na vitendo vya rushwa na kushiriki kikamilifu kuzuia vitendo hivyo katika maeneo yao. Kutokana na elimu tuliyoitoa kwa wananchi na wadau tuliokutana nao, imesaidia kama ifuatavyo: ufanisi wa usimamizi wa miradi ya maendeleo umeongezeka, wananchi wamehamasika kutoa taarifa za vitendo vya rushwa. Aidha, kupungua kwa malalamiko ya vitendo vya rushwa katika ngazi ya mtaa, vijiji na kata. Lakini nne, tumeweza kuwajengea ujasiri na uwajibikaji wanafunzi waliopo kwenye klabu za wapinga rushwa. Makundi ya wananchi yaliyofikia ni watumishi wa umma, asasi za kiraia, wanafunzi, vikoba, viongozi wa masoko, viongozi wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu, maafisa wa usafirishaji wa bodaboda na bajaji na wananchi kwa ujumla, kupitia semina zipatazo 17, mikutano mitatu, onyesho moja, vipindi vya redio na televisheni vipatavyo 8 na kuimarishwa kwa klabu zipatazo 55 za wapinga rushwa mashuleni na vyuoni. Kwa upande wa uchunguzi na mashtaka, malalamiko yapatayo 72 katika kipindi hicho yalipokelewa, ambapo malalamiko 25 yalihusu vitendo vya rushwa, malalamiko 47 hayakuhusu vitendo vya rushwa. Malalamiko 25 yaliyohusu rushwa, uchunguzi wake unaendelea na upo katika hatua mbalimbali katika kukamilika kwake. Malalamiko 45 ambayo hayahusu rushwa, walalamikaji wake wameshauriwa, na katika kipindi tajwa kesi 19 zinaendelea mahakamani, ambapo kati ya kesi hizo kesi mpya 1 ilifunguliwa na kesi 4 zilitolewa na uamuzi na jamhuri ilishinda zote. Changamoto kubwa ambayo tunaipata wakati wa kutekeleza majukumu yetu ni pale ambapo wananchi au baadhi ya wananchi wanapokuwa wanaogopa kuja kutoa ushahidi mahakamani pindi zile kesi ambazo zinakuwa zimefikishwa mahakamani. Hiyo ni changamoto kubwa. Lakini ya pili, kuna baadhi ya wananchi wanapokutana na vitendo vya rushwa wanasita kuja kutoa taarifa hizo hapa TAKUKURU au kupitia taarifa zetu ambazo tumezitoa. Wito wangu hasa sasa kwa wananchi kushirikiana, kama tulivyosema, kuzuia rushwa ni jukumu langu na lako, wote kwa pamoja tutimiza hili. Wasiache kutoa, wanatakiwa watoe taarifa ili TAKUKURU ifanyie kazi taarifa hizo, na pale ambapo itabainika, basi wale waliopata na vitendo hivyo watafikishwa mahakamani bila kukosa. Kwa taarifa ya vitendo vya rushwa, wananchi wawasiliane nasi kwa njia zifuatavyo: kufika TAKUKURU mkoa wa Kinondoni au wilaya yetu ya Ubungo, au kupiga simu namba 113 ambayo ni bure, au kupiga simu kwa TAKUKURU kwa maana mkuu wa TAKUKURU ambaye ni namba yake ni 0738150236, au mkuu wa TAKUKURU upande wa Ubungo 0738150238.